Azam FC kwako kufika makundi, kama wataishia hapa tunahesabu kama mafanikio kwa sababu hawajawahi kufika, au kwako wewe kipimo chako cha Azam FC kufanikiwa kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni hatua ipi? Kufika makundi kwa Azam FC kwangu na hesabu kama ni kupiga hatua, kwamba wametoka hatua moja nyuma kwenda hatua moja mbele. Lakini hapo Alex, kuona kuelewa kwamba Azam FC wamefanikiwa kupiga hatua au hawajafanikiwa pia sio mafanikio? Mimi naamini kufanikiwa ni kushinda mataji. Kufanikiwa ni kushinda mataji. Hata Simba na Yanga sio kwamba zimefanikiwa ila zimepiga hatua. Kwa hiyo wewe Azam FC tuhesabu wamefanikiwa kwenye michuano hiyo msimu huu ni kwamba wamebetaji, ukishabetaji wamefanikiwa. Otherwise nao atakuwa amepiga hatua kama Simba na Yanga. Haya, nije kwa Kongoso. Naona tabasamu ni pana, tunasema tabasamu mwamwamo, limetamalaki kabisa kwenye eneo lake. Kwako wewe Azam FC kipimo chako kwa msimu kuhesabu kama timu iliyofanikiwa katika michuano ya kimataifa, wapi na wewe? Kwenye taji pia na wewe ama? Mafanikio siku zote yanaangaliwa kwa malengo yako. Uko na malengo gani? Kama umeweza kufikia malengo yako basi umefanikiwa kwa sababu umeweza kuattain kile ambacho ulikuwa umekilenga. Lakini sasa kuna malengo ya Azam ambayo labda ilikuwa ni group stage, lakini pia kuna fikra ya kinchi. Fikra ya taifa letu kwa klabu zozote ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa, kiwango cha chini ni robo finali. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ambayo Azam itabidi apambane afike ili kuweza kuiridhisha nchi na wananchi waone kabisa kwamba Azam ameitendea haki taifa la Tanzania kwenda kuiwakilisha huko nje. Lakini Azam kwa hatua zake yeye, hii ni mara yake ya kwanza anaingia makundi. Hata kiishia makundi anaweza kaonekana kwamba amefanya kitu tofauti na misimu mingine iliyopita. Sasa hapo Ngoso anakuwa kama mwanasiasa hivi. Kwamba anaweza akaonekana na nani? Hem, tuanze na muonekano na mtazamo wako wewe. Mimi binafsi Azam akifika robo finali atakuwa amekata kiu yangu mimi binafsi kama Mtanzania. Na kiishia makundi amefanikiwa hajafanikia? Akiishia makundi kama Azam amefanikiwa kwa sababu hakuwahi kufika hii stage. Yes. Lakini nchi imefikia wapi? Na ndio hii inaenda kutengeneza mazingira ya mafanikio ya kesho. Tunaposema kwamba Simba Yanga zinafika robo finali, tunaona ni kitu cha kawaida, ni kwa sababu zishatufikisha huko kimafikirio. Kwa hiyo sisi kama taifa mafikirio yetu ni robo finali. Na ndio maana timu ya taifa ilipofika CHAN robo finali hatujashangilia kwa sababu ndio fikra yetu ilipo. Kwa hiyo na Azam ikitokea ametufikisha hapo robo finali, atakuwa ametufikisha sehemu ambapo mafikira yetu. Lakini timu hizo zimecheza finali zote. Kwa maana kwenye finali, Yanga kacheza finali. Lakini hata wenyewe hawakucheza kwenye msimu wao wa kwanza bana kuingia makundi. Jaribio la kwanza. Kwa mfano kwa Simba alijaribu mara ngapi mpaka amekuja kwenda kufika? Mara 4 si mara 5. Kwa ujumla sana. Nasemea sasa kwanza kushiriki ishakuwa ni mara nyingi. Lakini pia alifika robo finali mara ngapi hivi? Mara 2 kwenye shirikisho. Alafu ndo akafanikiwa kwenda kunani? Shirikisho alifika mara moja bwana. Ni mara moja? Mara moja. Ndio ya pili. Ilikuwa ni Champions League ya pili sahihi nadhani. Mara moja. Ni sahihi. Yanga Afrika yeye kwa upande wake ameingia group stage 16 18. Alafu alipokuja kwenye mafanikio haya sasa ambayo tunazungumza kwenye mpira wa Tanzania, ameenda shirikisho one way to final. Sasa sijajua hapa, lakini unajua kwenye kihistoria Yanga Afrika naona walihesabiwa kufika hatua ya robo finali mwaka 69 na 70. Hiyo robo finali kwenye ile huko zamani sasa. Huko zamani. Kwenye historia inaendelea kuandikwa. Kwa hiyo hata mchezaji anapocheza yale mashindano anajua ni anacheza kwenye timu yenye profile. Kwa mfano hata Ahali hayo mataji yake sio ya sasa hivi. Sasa ndio maana tunahesabia. Kwa hata Yanga pia tunamhesabia kwamba hizo robo finali za 69 na 70. Ndio, lakini mimi napopazungumzia hivi karibuni hapa ambapo mpira wetu umetoka kwenye giza umekuja kwenye mwanga kidogo. Sawa, shikilia. Napozungumzia hapo kwa maana ya kwenye miaka hivi karibuni ambao ndo tunaona timu nyingi zimepiga hatua kubwa kwenye soka letu. Ndo sehemu ambayo Yanga amepata ameingia finali, mara 2 ameingia robo finali klabu bingwa. Alafu mara 3 anaingia makundi ameenda hadi finali.